Karibu katika ulimwengu ambao sekunde moja inaweza kubadili kila kitu katika maisha yako. Karibu katika ulimwengu ambao sekunde moja inaweza kukufanya kuwa mmiliki wa nyumba ya kifahari ama gari ya kifahari mjini. Karibu katika ulimwengu ambao sekunde moja inaweza kukufanya mtembea kwa miguu aliyekosa nauli ya basi. Hapa ndipo hisia za mamilioni wa Afrika zimefungwa kwenye miguu 22 ya wachezaji. Kuanzia katika vumbi la mitaa ya Lagos, Nigeria, mpaka katika baridi ya Nairobi, Kenya, bila kusahau shamra za Kariakoo jijini Dar es Salaam, Tanzania. Tutasafiri kuzitazama zile nchi 10 barani Afrika ambazo zinaongoza katika michezo ya kubahatisha. Wengine huita kamari ama betting. Tutaweza kumjua namba 10 mpaka namba 1 ni nchi gani ambayo inaongoza katika michezo ya kubahatisha. Kumekuwa na stori nyingi sana ndani ya michezo ya kubahatisha. Nchi ya 10 ni Malawi. Malawi, pamoja na kuwa uchumi wake umeshuka, ni uchumi mdogo, lakini vijana wamechukulia fursa hiyo kuingia katika kamari ama ubashiri. Imekuwa ni biashara kubwa sana kwao, imekuwa ni kazi yao kubwa, hasa wale ambao hawana ajira. Nafasi ya 9 ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Democratic Republic of Congo. Hili ni soko jipya linaloibukia kwa kasi kweli kutokana na idadi kubwa ya watu na kuanza kwa utulivu wa kisheria katika sekta ya michezo. Nchi ya 8 ni nchi ya Morocco. Morocco inaongoza katika ukanda wa kaskazini mwa Afrika. Katika zile nchi ambazo zina watu wenye asili ya Kiarabu, basi Morocco ndiyo nchi inayoongoza kwa ubashiri ama kubeti katika kanda ya kaskazini mwa Afrika, ikichangiwa na utamaduni wa michezo na utalii. Nafasi ya 7 iko nchi ya Zambia. Zambia ni soko linalokuwa kwa kasi kusini mwa Afrika. Ni soko ambalo wawekezaji hata makampuni mapya ya betting yanalitazamia kwa ukubwa sana napoenda kuwekeza kule, kwa sababu kuna vijana wengi ambao wanaibukia katika ubashiri. Nafasi ya 6 ni nchi ya Ghana. Nchi ya Ghana limekuwa ni soko la kuvutia kwa wawekezaji wengi wa kimataifa. Michezo ya kubahatisha ni halali na inasimamiwa vyema kisheria, huku soka likiwa ndio mchezo mkuu unaopendwa zaidi na wabashiri wanapenda sana loto na betting za soka. Nambari 5 ni nchi ya Tanzania. Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazokuwa kwa kasi zaidi katika soko hili la Afrika Mashariki, na inatajwa miaka 2 ijayo huenda ikaipiku mpaka Kenya katika swala zima la ubashiri. Tanzania imepata urahisi wa malipo kupitia mitandao ya simu, na wingi wa kampuni za ndani na nje umefanya betting kuwa sehemu ya maisha ya vijana wengi wa Kitanzania, ikiwa na washiriki takriban milioni 39 katika wananchi milioni 70 na kitu hivyo wa Kitanzania. Basi wananchi milioni 39 wamekuwa na mapenzi ya dhati kwenye uwekezaji, wanaoita uwekezaji siku hizi ama kamari. Betting imeunganishwa na utani wa jadi Tanzania. Mashabiki wa Simba na Yanga hawabeti tu kufuata pesa, bali kufuata heshima. Ni jambo la kawaida kukuta kijiwe cha kahawa Kariakoo kimenyamaza kimya saa 11 jioni. Ukiona hivyo, jua kuna timu moja imeshachana mkeka. Tanzania imepanda mpaka nafasi ya 5 kutokana na urahisi wa malipo na mapenzi makubwa ya ligi ya Uingereza pamoja na ligi kuu ya Tanzania, Tanzania Bara, NBC Premier League. Kuna kisa kimoja hivi ambacho kiliwahi kutokea kule jijini Mwanza, kisa cha kuvutia kweli cha kijana mmoja kutoka huko Mwanza aliyeweka dau la shilingi 1000 akashinda milioni 50. Alinunua bodaboda 10 kwa mpigo na kuzipa majina ya timu zilizompa ushindi. Nafasi ya 4 ni nchi ya Uganda. Uganda imekuwa na ukuaji mkubwa sana katika michezo ya kubahatisha. Takwimu zinaonyesha kuwa ushiriki wa watu katika michezo ya kubahatisha nchini humo umekuwa mkubwa sana, kiasi cha watu 87% ya watu wazima nchini Uganda wanacheza michezo ya kubashiri. Hali hii ilipelekea serikali kuimarisha sheria na udhibiti ili kulinda vijana. Unaambiwa huko Kampala betting ni kama sehemu ya kifungua kinywa kwao.
Unaweza kumkuta mtu anauza matoke ama ndizi huku mkono mmoja umeshika slip ya betting, umeshika mkeka. Nafasi ya 3 ni Kenya. Kenya ni maarufu kwa kuwa na idadi kubwa ya watu wanaocheza michezo ya kubahatisha kila siku kupitia simu, wanaita mobile betting. Huduma za fedha kama M-Pesa zimerahisishwa sana. Utamaduni huu wa ubashiri nchini Kenya unaendelea kuongezeka kwa kasi kubwa zaidi, ikikadiriwa kufikia hadi 79% watu wazima wanaocheza michezo ya kubashiri. Unaambiwa nchini Kenya betting ipo kwenye damu na kwenye vidole. Kenya ndiyo nchi inayofundisha Afrika jinsi ya kubeti kwa kutumia SMS na mobile money. Simulizi za fun moment ya Kenya ni ile ya mzee mmoja kule Nakuru ambaye alishinda jackpot ya mamilioni akipigiwa simu usiku wa manane na akazimia kwa furaha. Alipozinduka, kitu cha kwanza kuuliza ilikuwa, je, nimeshinda kweli ama ni ndoto? Kenya ina ushiriki mkubwa wa vijana zaidi ya 79%, na hapa watu hawabeti soka tu, hadi mbio za farasi na michezo ya visual wanaweza kubashiri. Hiyo ndo Kenya. Nafasi ya 2 ni South Africa ama Afrika ya Kusini. Hiyo ndo nchi yenye soko lililokomaa zaidi na lenye sheria madhubuti, wanaita mature market. Ingawa Nigeria inaongoza kwa idadi ya watu, lakini Afrika Kusini inaongoza kwa mzunguko wa pesa, revenue. Inakadiriwa kuwa karibu 90% ya watu wanaocheza kamari nchini humo hutumia tovuti ama program za simu, apps. Nafasi ya kwanza ni Nigeria. Nigeria ndio kinara, ndio baba wa betting Afrika. Ina soko kubwa zaidi kutokana na idadi kubwa ya watu, zaidi ya watu milioni 200. Inakadiriwa kuwa karibu 71% ya vijana nchini humo wanashiriki katika michezo ya kubahatisha, michezo ya kubashiri, huku klabu za Ulaya kama ligi kuu ya nchini Uingereza zikiwa na mashabiki wengi nchini humo. Nigeria inachangia karibu 30% ya traffic yote ya betting Afrika. Huko kumbi za betting shops ni kama makanisa, zinaingia watu kila dakika, kila misa watu wanashughulika. Nigeria ina rekodi ya kuwa na watu wanaotumia kiasi kikubwa cha pesa kila mwezi kwenye kamari kuliko nchi yoyote hapa Afrika. Ni wazi kuwa michezo ya kubahatisha imekuwa zaidi ya mchezo wa Afrika. Ni tumaini, ni burudani, na kwa wengine ni kazi kama kazi zingine. Wakati nazitaja nchi 10 zinazopiga hatua kwenye sekta hii, ni vema kukumbuka maneno ya henga kwamba kula kwa urefu wa kamba yako. Ushindi wa mmoja ni kilio cha wengine, na siri ya mchezo huu ni kuwa na nidhamu. Je, nchi yako imetajwa? Na je, wewe ni moja ya wale wanaosubiri kipenga cha dakika 90, moyo ukidunda kama ngoma ya kabila la Kizulu? Unakumbushwa kubeti kistaarabu, na hairuhusiwi kubeti kwa mtu mwenye umri chini ya miaka 18. Usisahau, mchezo wa kiungwana ni ule usioharibu maisha yako. Asante kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho katika kuzijua zile nchi 10 zinazoongoza katika michezo ya kubahatisha barani Afrika. Nafikiri utakuwa umezipata vyema. Mimi naitwa Dennis Denominator, hapa ni Super 12 ya Dino Television. Nikukumbushe tu kugusa neno subscribe katika subscribe button na hapo, ili wa kwanza kupata taarifa zote kutoka kwetu.